Narudia kusema hili ni jambo kubwa sana, na kama nilivyoanza kusema, si jambo kubwa katika Tanzania, ni jambo kubwa katika Afrika. Wenye kumbukumbu mnajua ni klabu ngapi ambazo katika ukanda wetu zinaweza kujenga uwanja wenye capacity ya watu 20,000. Kwa hili ni jambo kubwa na ni fahari kwetu sisi. Sisi kwenye TFF tutashirikiana na Yanga kuhakikisha kwamba changamoto zote ambazo zinajitokeza katika viwanja vingine hazijitokezi mwishoni wakati uwanja utakapokamilika. Leo tunaongelea miundombinu wakati mjadala ukiwa mkubwa kwamba kumekuwa na upungufu mkubwa wa watazamaji katika viwanja vyetu. Hatujawahi kuweka mjadala wa pamoja kujadiliana kwa nini watu wanapungua viwanjani. Kila mtu tukianza kujadili atakuwa na hoja yake. Wapo wanaosema hakuna entertainment katika viwanja vyetu. Wapo wanaosema kwamba kwenye viwanja vyetu huko uwanja wa watu 60,000 utakuta milango ya kuingilia iko 2 au 3, hivyo si rafiki kwa watu kuingia. Tungependa sisi kama TFF kuona kuna ongezeko kubwa la watazamaji wa mpira kwenye viwanja vyetu. Lakini hilo linawezekana endapo viwanja vyetu tutavijenga katika namna ya kuvifanya rafiki. Kwamba mpira sasa uwe ni mtoko, mtu anatoka na familia yake, anakwenda anaingia mpirani bila bugdha. Akiamua kuingia asubuhi, basi ndani apate kila kitu. Kwa hiyo tutafanya kazi kwa karibu sana. Tumeunda hivi karibuni kurugenzi ya club licensing ambayo ndani ina maendeleo ya miundombinu. Rais wa Yanga Engineer Hersi, yeye ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, anajua kila siku kuna matakwa mengi yanatokea. Tunao wenzetu wa usalama na nyinyi ni mashuhuda. Nimekwenda kwenye mkoa mmoja, kiwanja cha kuingia watu 20,000 kuna mlango mmoja tu wa kuingilia. Ikianza heka pale huwezi kutamani siku nyingine kuja na mtoto wako. Kwa hiyo huu ni mjadala kwetu, lakini tungependa uwanja huu uwe mfano katika Tanzania. Kwamba uwanja ambao unakuja kujibu changamoto zinazojitokeza katika kufanya watu wapungue kuingia katika viwanja vyetu vya mpira.